Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku ulikuwa mzito juu ya msitu wa Vietnam. Ukungu mzito ulijilaza kati ya miti mirefu iliyochanua kama minara ya giza, na sauti za wadudu zilijaza anga kwa mdundo wa ajabu uliofanya kila kitu kionekane hai. Hapa hapakuwa mahali pa makosa. Kila hatua mbaya ingeweza kumaanisha kifo. Helikopta nyeusi isiyo na alama ilikatiza anga kwa kimya, taa zake zikiwa zimezimwa. Ndani yake walikuwemo wanaume 6 walioteuliwa kutoka kikosi maalum cha kijeshi cha Marekani, kikosi kilichojulikana kwa jina moja tu, Komando. Kiongozi wao aliitwa Captain Daniel Carter, mwanamume aliyekuwa na macho makali kama tai na uso uliobeba alama za vita vingi. Hakupenda maneno mengi, aliamini vitendo ndivyo vilivyoongea zaidi. Pembeni yake alikaa Sergeant Malik Hayes, mtaaluma wa milipuko, mtu aliyekuwa na utulivu hata katikati ya Jehanamu. Kulikuwepo pia Rico Alvarez, mpiga shabaha asiyekosa, Tom Walker, mtaaluma wa mawasiliano, Ethan Cole, daktari wa kikosi, na Lucas Grant, mtaaluma wa upelelezi wa msituni. Walikuwa na kazi moja tu: kuwaokoa mateka wa Kimarekani waliotekwa na kikundi hatari cha waasi kilichojiita The Iron Shadow. Hakuna aliyekuwa amewahi kuingia ndani ya ngome yao na kutoka akiwa hai. Dakika 2 kabla ya kuruka, sauti ya rubani ilisikika kupitia vipokea sauti. Daniel aliangalia ramani ya kidigitali iliyong'aa kwa mwanga hafifu wa kijani. Kijiji kidogo katikati ya msitu ndicho kilichokuwa lengo lao. Satelaiti zilionyesha kulikuwa na walinzi wengi, mitego na hata vichuguu chini ya ardhi. Tunatua kilomita 3 kutoka eneo la mateka, Daniel alisema kwa sauti ya chini lakini yenye mamlaka. Kuanzia hapo tunatembea kwa miguu. Hakuna milio ya risasi isipokuwa kama hatuna chaguo. Kipaumbele ni kuwarudisha mateka wakiwa hai. Wanaume wote waliinama kwa ishara ya kukubaliana. Helikopta ilipotua kwa upole kwenye uwanda mdogo wa nyasi, upepo uliotokana na mapanga yake ulitikisa miti kama mawimbi. Mlango ulipofunguliwa, harufu ya udongo wenye unyevunyevu na majani yaliyooza iliingia ndani. Twendeni, Daniel aliruka kwanza, wengine wakafuata kama vivilu. Dakika chache baadaye, helikopta ilipaa na kutoweka, ikiwaacha katikati ya giza lisilo na msaada. Safari ya kuelekea kwenye kambi ya waasi haikuwa rahisi. Msitu wa Vietnam haukuwa tu mkusanyiko wa miti, ulikuwa mtego mkubwa. Mizizi ilijitokeza ardhini kama nyoka, matope yalimeza viatu, na kila mahali kulikuwa na sauti ambazo hazikuweza kutambulika kirahisi. Lucas alisimama ghafla na kuinua mkono. Kila mtu aliganda. Alipiga magoti na kusogeza majani. Chini yake kulikuwa na waya mwembamba uliounganishwa na guruneti. Trap, alinong'ona. Malik alisogea taratibu, akakata waya kwa ustadi. Hawa jamaa wanatarajia wageni. Walipoendelea mbele, walianza kuona ishara za uwepo wa binadamu: makombo yaliyotupwa, alama za viatu na mabaki ya moto uliokuwa umewaka saa chache zilizopita. Tom alipokea ujumbe wa redio uliokuwa ukikatika. Droni ya juu inathibitisha mateka wako hai, lakini kuna walinzi wasiopungua 30. Daniel hakubadilisha uso. Basi tutakuwa kimya zaidi ya upepo. Walipofika karibu na kijiji, walijificha juu ya kilima kidogo kilichotoa muonekano wa wazi. Kambi ilikuwa imezungushiwa uzio wa miti iliyochongwa, na ndani kulikuwa na vibanda vya mbao vilivyopangwa duara. Moto mkubwa uliwaka katikati huku walinzi wakizunguka, lakini kilichowafanya wote wakunje fuso ni jengo moja lilikuwa pembeni, ghala la chama lililofunguliwa na minyororo. Mateka wako humo, Rico alisema baada ya kuangalia kupitia darubini ya usiku. Daniel alianza kupanga haraka. Rico, unachukua mnara wa mashariki. Lucas, unazima walinzi wa upande wa kaskazini. Malik, utatengeneza njia ya kutoka, lakini hakuna mlipuko hadi nitakaposema. Ethan, kaa karibu nami, tutawatoa mateka. Tom, hakikisha mawasiliano yako wazi kwa ajili ya uokoaji.
Walitazamana kwa sekunde moja, ile sekunde ambayo wanajeshi hutakabilia kimya kuwa huenda baadhi yao wasirudi. Kisha wakatoweka gizani. Rico alipanda mti mrefu kwa ustadi wa ajabu. Alipolala juu ya tawi, alipumua pole pole, akalinganisha shabaha yake. Mlinzi aliyekuwa kwenye mnara hakuwa na habari kuwa kifo kilikuwa kinamwangalia. Psst! Risasi yenye kifaa cha kupunguza sauti ilitoka. Mlinzi alianguka bila hata kupiga kelele. Upande wa pili, Lucas alitembea kati ya vivilu, akiwadhibiti walinzi wawili kwa visu vyake, haraka, kimya na bila huruma. Ndani ya dakika chache, pengo lilikuwa limefunguliwa. Daniel aliashiria kusonga mbele. Walifika kwenye ghala. Malik alichunguza kufuli. Sekunde 10, alinong'ona. Kufuli ilipofunguliwa, Daniel alisukuma mlango pole pole. Harufu ya jasho na hofu iliwapiga fusoni. Ndani kulikuwa na wanaume na wanawake 7, mikono imefungwa, nyuso zimechoka. Mmoja wao alilia kwa sauti ya chini alipowaona. Jeshi, mlituokoa? Daniel aliweka kidole mdomoni. Kimya, tuko hapa kuwatoa. Ethan alianza kuwafunga huku akiwakagua haraka majerahi, lakini kabla hawajatoka, kengele ililia. Mwanga mkali uliwaka nje. Tumegunduliwa, Tom aliongea kwenye redio. Risasi zilianza kupiga ukuta wa ghala kama mvua ya chuma. Daniel alijua mpango wa kimya ulikuwa umeisha. Malik, sasa. Mlipuko mdogo ulitikisa uzio wa hini, ukifungua njia ya kutoromoka msituni. Songeni, Daniel alipiga kelele huku akirudisha moto. Walikuwa wakikimbia kati ya miti huku mateka wakisaidiwa kusonga haraka. Risasi zilipenya majani, zingine zikigonga miti kwa kishindo. Rico alibaki nyuma kidogo, akiwazuia waasi waliokuwa wakikaribia. Harakizeni, siwezi kuwashikilia milele. Ghafla, mlipuko ulitokea karibu nao. Ethan alianguka. Nimepigwa, alipumua kwa maumivu. Daniel alimsogelea. Jeraha lilikuwa bagoni, lakini halikuwa la kuua, lakini lilimzuia kukimbia. Lucas alimchukua mmoja wa mateka mabegani. Tuna dakika 5 kabla hawajatuzunguka, Tom alisema kwenye redio. Kupitia redio, rubani alisikia, eneo la kutua limebadilika. Kuna adui wengi upande wenu wa awali. Nendeni kwenye mto, tutawachukua hapo. Mto ulikuwa mbali kilomita 1, lakini kwa hali yao ulionekana kama 100. Walipofika karibu na maji, mvua ilianza kunyesha kwa nguvu, kana kwamba anga lilikuwa limeamua kuficha harakati zao. Radi ilipasua giza, lakini waasi bado walikuwa nyuma yao. Daniel aligeuka. Rico, Malik, kaa nami, wengine wavuke. Walijipanga nyuma ya mawabe, wakifyatisha risasi kuwazuia adui. Malik aliweka mabomu sagi madogo ardhini. Watakapokanya hapa, watatamani wasingezaliwa, alisema kwa tabasamu la uchovu. Mateka walivushwa kwa boti ndogo ya kijeshi iliyokuwa imefichwa. Mlipuko mkubwa ulisikika. Mitego ya Malik ilikuwa imefanya kazi. Yanavyo hivyo, kundi jingine la waasi lilitokea upande wa kulia. Rico alipiga risasi mfululizo hadi bunduki yake ilipobaki tupu. Alipokuwa akibadili risasi, adui alimlenga. Daniel alisukuma bega lake. Risasi ilimpiga Daniel ubalini. Alidondoka. Captain, Malik alipiga kelele. Endeleeni, si kitu. Daniel aling'ata meno, akijaribu kusimama, lakini damu ilikuwa ikitiririka. Helikopta ilisikia juu yao. Kamba zilishushiwa. Pandeni, rubani alipaza kelele. Malik na Rico walimuinua Daniel huku Ethan licha ya jeraha lake akijaribu kuzuia damu. Risasi zilipiga maji walipokuwa wakipanda. Sekunde chache baadaye walikuwa angani. Ndani ya helikopta kulikuwa na kimya kizito kilichovunjwa tu na sauti ya engine. Ethan alifunga jeraha la Daniel. Utapona, alisema. Daniel alitazama mateka waliojikunja kwa blanketi, macho yao yakiwa yamejaa shukrani. Ndiyo maana tupo, alinong'ona. Rubani alitangaza, tumevuka mpaka, mko salama. Kwa mara ya kwanza tangu misheni ianze, wanaume wa komando walipumua kwa uhuru. Rico alicheka kidogo. Nilidhani leo ndio mwisho wangu. Malik akajibu, sio rahisi hivyo kufa ukiwa na sisi. Daniel alifumba macho kwa uchovu, lakini tabasamu dogo lilionekana usoni. Msitu ule wa giza ulipotea nyuma yao, lakini hadithi ya usiku huo ingebaki mioyoni mwao milele. Hadithi ya ujasiri, damu na unduguzamu ambao vita pekee unaweza kuunda. Na tangu siku hiyo, jina Komando halikuwa tu kikosi, lilikuwa ahadi.
ahadi kwamba popote ambapo wasio na hatia wangepotea gizani, kungekuwa na wanaume wachache waliokuwa tayari kuingia motoni na kuwarudisha nyumbani. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.